أيها الإخوة، أولا أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، ولقد فاز المتقون. يقول الحق مولى سبحانه وتعالى في محكم كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. Ndugu Islam, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na maghfira kipenzi wa daraja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, اليوم يا يوم في يوم اجتمع فيه نور من كل جهات. Leo ni katika siku wa miongoni mwa siku iliyotanda nuru katika kila sehemu. Kwanza, nurul Jumaa. Leo ni siku ambayo kwamba kuna nuru ya siku ya Ijumaa. Wakadhalika nurun yawm Arafa. Na vile vile kwa upande mwingine baadhi yetu wako leo ni siku ya Arafa na ni nuru. Wakadhalika nurul Eid al-Adha. Na vile vile kwa upande wa watu wengine leo pia ni siku ya Eid al-Adha, wa hiya yawmun nahar. Na vile vile ni siku ambayo kwamba ni ya kuchinja. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akituwezesha mimi na wewe kwa khutba yangu nikaita manabirun nur fi yawmi naharin ibra wa durusuha, mimbari ya nuru ya siku ya kuchinja, siku ya yawm nahar, mazingatio yake pamoja na darasa lake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika suratul Kawthar baada bismillahir rahmanir rahim: inna a'tainakal kawthar fasalli lirabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kutuingiza wanadamu katika ibada ya haji, wenzetu wakiwa jana walikuwa katika uwanja wa Arafa, na leo wakiwa wanahatimisha au wanakuwa katika Eid. Na ndani kabla ya hii siku walikuwa kuna siku ambazo kwamba mwanadamu ni lazima ajukumike, ni lazima awe tayari kufuata zile sunna zilizowekwa na zilizokokotezwa katika siku zile 9 kabla ya Eid, ili utakapoingia katika siku ya Eid wale walioko kule na wale wenye uwezo wachinje. Ile kuchinja, ndugu zanguni Waislamu, iko na mazingatio, si kugawanya nyama kwa maskini tu. Ile kuchinja ni mwanadamu awe tayari kuichinja nafsi yake kwa madhila ya chuki alizonazo. Ni lazima mwanadamu achinje nafsi yake kwa kibri alichokuwa nacho. Ni lazima mwanadamu achinje nafsi yake kwa fitna ambazo kwamba ako nazo katika moyo wake, kwa sababu akbaru adui mkubwa wa mwanadamu wa nafsuka baina jambayk, ni nafsi yake ambayo kwamba iko katika moyo wake. Sasa haitoshi huyu mwanadamu katika siku ya kuchinja yeye akawa anachinja ni mbuzi au kondoo, ni ng'ombe au ni ngamia. Ni lazima kabla hajachinja awe tayari kujichinja nafsi yake kwa madhambi ambayo kwamba yamekuwa nayo katika mgongo wake. Hii itakupelekea ile jihadu nafsi ya mwanadamu kabla ya jihadi zingine,
Kwa sababu mwanadamu hata katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ilikuwa si rahisi mtu kutoka kwenda jihadi kupiga mapanga, bali utaona katika historia kuna ghazwat, vita vingi walikimbia ambao kwamba walikuwa ni maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa utajiuliza walikuwa na shida gani wakati walikuwa mbele yao ni bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Walikuwa na shida ya jihadun nafs, hawakujijenga nafsi zao, ndio ikawa wako rahisi kukimbia, wako rahisi na hofu. Ndio yule mmoja katika maswahaba baada ya kuiona nafsi yake ni chache, ni ndogo, ni hafifu, alienda kujizika miguu yake katika chini ya ardhi wakati uko katika mapambano ya vita, ili nafsi ile ikitaka kukimbia miguu ile imekamatwa na ardhi. Hili moja jihadun nafsi. Na sisi kama waumini ambao kwamba hatukupata fursa ya kwenda haji, huku tukiwa na nia kabla ya kufa kwetu kwenda haji, ni lazima mwanadamu awe tayari kuhiji wakati akiwa katika moyo. Unahiji, unaenda Muzdalifa, unaenda Arafa, una tadhhiya ya nafsi wakati unatembea kwa ndoto ya moyo wako. Hii ndio itapelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akisema fasalli li rabbika wanhar lan yanalu Allah luhumuha wala dima'uha. Mwenyezi Mungu hahitaji wala hapati nyama wala damu kwa unaoichinja, walakin yanaluhu taqwa minkum, anapata ucha Mungu kwenye ninyi. Hii kuchinja si kwa Mwenyezi Mungu nyama zinamfikia, si kwa damu Mwenyezi Mungu anahitaji, bali anapata kwetu sisi ucha Mungu. Ndio pale idhal mar'u lam yalbasu thiyaban min at-tuqa tajarrada uryanan walau kana kasiya, wa khayru libasi al-mar'i ta'atu rabbih wala khayru man kana lillahi asiya. Ikiwa mwanadamu hakuwa tayari kuvaa vazi la ucha Mungu, basi ubadilika kuwa uchi hata kama amevaa mavazi. Na vazi bora kwa mtu ni kile kitendo cha kumtii Mola wake, na siku zote hapana kheri kwa yule mtu atakaye muasi Mola wake. Darsa wal ibra fi yawm nahari. Awala, mazingatio na darasa tunayopata katika siku ya kuchinja. Kwanza ni wahdatul ibadati wa takamulul iman. Ni lazima tuwe hii siku ambayo kwamba ni ya kuchinja kunapatikana ibada moja ambayo kwamba ibada hii itatuoanisha kiimani. Ile ukienda kuswali salatul Eid huwa ni ibada ya uhda, ya kujenga umoja, haistahili tafaruf. Innamal mu'minuna ikhwa. Hii ni message muhimu sana katika siku ya yaumun nahr. Ibadatun wahda, umoja wa kufanya ibada moja wa wanadamu, wa takamulul iman, na vile vile imani kwenda kuzioanisha. Ikiwa imani yako inaporomoka au inaanguka, ni lazima uwe tayari kuishikilia kwa ibada ambazo kwamba ulizozifanya. Na hii itapelekea sisi waumini, ikiwa ikhtilafu zetu tulizonazo ambazo kwamba zitakuwa ikhtilafu hizi haziendi kusababisha migogoro, haziendi kusababisha chuki, haziendi kusababisha hikdi, haziendi kusababisha hasad, wakati sote mwisho wake tunafikia katika sehemu moja. Waliofunga leo Arafa, waliofunga jana Arafa, hiyo ni kama namba ambayo kwamba namba ile ukiwa kwa angoli ile kule waitizama hiyo namba kama 9, lakini mimi nikiwa kwa angoli ile naitizama ile namba kama 6, lakini at the moment yote ni nini? Ni namba moja.
Hapa wanadamu ndio utakaoelewe. Sote tunafikiana kuwa hii ni namba. Lakini shida kubwa ni kwa wako katika upande mwingine waiona ni 9. Lakini mwenzako yuko kwa upande mwingine anaiona ni 6. Hiyo ndio ikhtilafu. Ukitaka kuiona ni 6 ni lazima utoke katika upande ulioko uje upande wangu. Na mimi nikitaka kuiona 9 ni lazima nitoke nije katika upande wako. Ikiwa sote tutabaki katika upande wake kila mtu, kuna muafaka wa kuwa hiyo ni nini? Ni namba. Kuna muafaka kwa hii ni nini? Nini? Lakini wengine wameingia katika idi ya leo na wengine wanaingia idi ya kesho, lakini zote ni nini? Ikhtilafu ndugu zanguni. Hazikuanza mimi na wewe. Ikhtilafu zilianza wakati Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vipi sisi tuliona imani chache, tuliona elimu ya kuwazima, tuanze kugongana katika migogoro ambayo si ya kimsingi? Hii itaonesha wale ambao kwamba wanataka kuingia katika dini hii wanaona wenyewe kwa wenyewe wanafanya nini? Wanagongana. Kuna kawaida gani ya kwenda kuingia katika mgongano? Lakini watu ni kupeana udhuru. Kuwa wewe unaheshimu rai ya mwenzako kama unavyoheshimu rai yako. Ni lazima kuwekana mipaka, al-ghulu fi din. Ni lazima kupatikana mipaka ya kidini ambayo kwamba hayataonesha athari mbaya kwa wengine. Kwa hivyo kwanza yaumun nahari ni lazima ipatikane darsa na ibra ya wahdatul ibadati wa takamulul iman. Athani ya pili, tadhiyatul qalbiyya la jismiyya faqat. Ni lazima kupatikane sacrificing ya moyo, sio ya mwili peke yake. Tusikae kwa hii siku ni watu kuchinja tu, kutumia visu na miili. Ni lazima ionekane ni siku ya kuchinja nafsi zetu, zile uchafu tulionao, mabaya tulionao, fitna tulozijenga, mijumba ya hasadi ya mwili tuliyoweka, ni lazima zivunjwe, ni lazima ziporomoshwe. Hii ndio tadhhiya, hii ndio kujitolea ndugu zanguni. Na hapa ndio tutamuona Ibrahim, Nabiyuna Ibrahim vipi alivyokuwa na sacrifice, kujitolea. Ibada yote hii tunayoiona chanzo chake kikubwa kimeenda kuasisiwa na baba ambaye kwamba ni Ibrahim pamoja na mtoto wake Ismail. Kama vile vile walivyoenda kuijenga Al-Kaaba wakati Ibrahim alikuwa ni fundi wa lugha zetu na Ismail alikuwa kibarua. Na hivyo hivyo katika hizi siku ambazo kwamba tuko nazo, aloasis mpaka ikaitwa Eidul Udhiya, ili ya kuchinja, ni Sayyiduna Ibrahim alayhi salam. Ibrahim ndio ambaye kwamba alikuwa ni kama slogan ya Waislamu wote wa ulimwenguni. Tukiangalia kisa chake ndugu zangu, na hapa ndio katika lubul mawdhu, ubongo wa mada yangu iko hapa. Ibrahim alayhi salam, kwanza utaenda kupata ya kuwa Ibrahim alienda kuwaacha Ismail pamoja na mamake Hajar katika desert, sehemu ambayo kwamba hakuna mti wala mnyama, hakuna maji wala chakula. Tizama bizeni watu wanavyojitolea jamani. Sisi kujitolea kuchinja kimbuzi ambacho kwamba kimeshikwa na kolera, sio sema katika udhiya. Tizama watu walivyojitolea. Ibrahim akamwacha Hajar, wote enda kuona kuwa huyu Ibrahim alikuwa na mambo gani wakati anaacha familia wakati mgumu. Lakini ile ni amri kutoka kwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Hajar hajui, akatoka Ibrahim. Ibrahim alipotoka, kanat Ismail waladan saghira. Ismail alikuwa ni mtoto mdogo sana, mtoto mchanga. Yajri wa yal'ab wa yakhruj ma walidihi, na mara nyingi sana ilikuwa akitoka babake Ibrahim anamchukua mtoto wake nani? Ismail. Yani mahaba yao yalikuwa ni maradufu.
Tizama yani kwanza. Halafu kana Ibrahim dhata laylatun raa Ibrahimu fil manam, wakati kuna mahaba ya mtoto wake, wakati kwa Ibrahim ni Khalilullah, ni kipenzi cha nani? Cha Mwenyezi Mungu, na yeye vile vile ni kipenzi cha mtoto wake nani? Ismail alayhi salam. Lakini yaumu min al-ayyam akatoka ule Ibrahim, aliporudi akampata Ismail analia kwa kuwa yeye akona kiu imemkaba Ismail. Tizama Hajar alipofanya exercise, mazoezi minal Safa ila al-Marwa, minal Marwa ila Safa, akitembea kwa miguu kutafuta nini? Maji ya mtoto wake Ismail. Alivyojitolea mchango wa wanawake, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa vile alivyompatia Ibrahim kama mtihani katika kugaga miguu yake Ismail, ndio kukatoka kisima kinachoitwa Ma'u Zamzam. Yani vile anagaga na kulia, anataka yale maji, chemchemu ya maji katokea pale. Alipokuja Hajar wakati ametokea Safa wal Marwa, na Marwa mina Safa, Hajar akakuja kukuta maji chungu mzima, akanywa yeye, akanywa na Ismail, wakayatumia vingine na yakabaki. Chimbuko lile ndio ndugu zetu wakitoka Makka wanakuja na Ma'ul Zamzam, chimbuko lake ni Ismail. Wakati wa kwa Ismail ni kipenzi cha Ibrahim, na Ibrahim ni kipenzi cha nani? Cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ndio kaitwa Khalilullah. Sasa dhata laylatun, usiku mmoja, raa Ibrahimu fil manam annahu yadhbaha Ismail, kaota usingizini kama vile unavyotoa kula chips na kuku. Akaota Ismail kwa yeye anamchinja mtoto wake. Na ndugu zangu Waislamu, ndoto za mitume na manabii ni za kweli. Yani akiota kula kuku lazima asubuhi ale kuku. Akiota leo ni afanye kitu fulani ni wajibu yani kwake. Ru'yatu muwajibatu. Si kama sisi ati leo tumetoka tumeenda kuhiji Maka. Leo bwana nipata bishara njema, nimehiji paka Maka nimeenda. Lao ingelikuwa ni mtume, ni Ibrahim, ni lazima akiinuka asubuhi asafiri ende wapi? Amri yani inakuwa wajibu. Sasa kana Ibrahim nabiyan sadiqa, ilikuwa ni nabii wa kweli, azungumzi uongo. Wakana manamu manaman sadiqa, na vile vile kulala kwake ulikuwa ni usingizi wa kweli, sio kwa kujifanya. Wakana Ibrahim Khalilullah, wakati yeye alikuwa ni kipenzi cha Mwenyezi Mungu. Faarada an yaf'alu ma amara Allah fil manam, akataka afanye vile Mwenyezi Mungu alivyomwamrisha kwa usingizi. An yaf'al madha ma amara Allah fil manam, akamwendea mtoto wake Ismail. Qala Ibrahim li Ismail, inni ara fil manami anni adhbahuk fandhur madha tara. Tizama hii kauli ndugu zangu. Akamwendea Ismail akamwambia, ewe mwanangu, nimeota kwa usingizi leo kuwa mimi nakuchinja wewe, fandhur madha tara, waonaje? Swali liko hapo, waonaje? Mtoto, respond ya mtoto itakuwa vipi? Tizama wewe umempenda mtoto wako Muhammad, umempenda mtoto wako Ali, kisha alafu umeinuka usingizini wa kumwambia tu kimzaa, wakati wewe mtoto wako si ya kweli, kwa mwanangu nimeota na kuchinja. Huyo mtoto ataika bifu nayo mpaka kiyama. Yani baba hakuona ndoto ambayo kwamba aote isipokuwa kunichinja mimi, yani yamaanisha mahaba na mapenzi yangu hana. Wakati huu mchinji, lakini ushaweka yani kwa wewe na mtoto wako uko na muhasama mkubwa sana. Lakini sikiliza Ismail alivyojibu. Qala ya abat, ewe babangu wewe, nila
anamuita kwa, ewe babangu, if'al ma tu'mar, fanya kwa uliloamrishwa, alafu satajiduni insha Allah minas sabirin, utanipata mimi ni katika wale wenye kusubiri. Fanya ulivyoamrishwa. Wa akhadha Ibrahim Ismail, akamchukua mahu, wa akhadha sikina, akachukua kisu. Maulama wanasema kisu kile Ibrahim kabla hajamweka nacho Ismaili katika shingo yake, Ismail alimwambia hakikisha kisu umeking'oa. Na hii ndio imetukuliwa ni kama wajibu wa mwanadamu, akichinja kisu kiwe na nini, na makali makubwa, sio miaka kisu kivivu kiasi ya kwamba ukikipitisha kinaenda kumtia tafash ule mnyama, kinastahili kiweka kimeenda naye. Hapa ndio tukaamrishwa na sisi, kwa sababu Ismaili mwenyewe alitoa maneno kwa mabaki kuwa hakikisha kisu umeking'oa vizuri, ukiniweka tu usije kikafanya hivyo ukaanza kunionea huruma. Bado ninavyoona mimi, unifunge kitambara cheusi mimi na wewe mwenyewe ujifunge kitambara cheusi katika macho, tusionane, kwa sababu kikikaa hivyo waweza kaja na kahuruma kingine. Yaani hapa natafuta mbinu ya kwenda kufanikisha jaribio la kutoka kwa bingwa wa mabingwa aliyonyanyua mbingu saba basi na nini, na nguzo, Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim akaweka kitambara kwa uso, akachukua kisu. Maulama wanasema mara kwanza kisu kikakataa. Ibrahim mtoto akasema imetoka hiyo. Akusema hivyo, baba rudia tena, wewe kisu hujakifanya. Baba akakeka tena, haijatoka hiyo. Mara ya pili kisu kikakataa. Ismail akamwambia bado baba, king'oe vizuri kisu. Mara tatu kilipokuwa anawekwa, ndio Mwenyezi Mungu akateremsha habsh, kondoo kutoka wapi, imekuwa badala ya jaribio lile kulipita Ibrahim, akaletewa mnyama na ikawa ni mwenye kufanya nini. Kwa hivyo tizama, hapa kulikuwa na mazingatio. Mazingatio ya kwanza ni kuwa hapa ulimwenguni tuko katika majaribio, tuko katika examination room, ghurfatul imtihan. Hakuna ambaye kwamba yuko katika starehe hapa. Hapa nijiweke kwa wewe umeingia katika chumba cha majaribio. Sasa ni kujipanga, vipi utayakabili mitihani ile? Vipi utakuwa ni mwenye kupita mitihani ile? Utafanya copy paste kwa mwenzako au vipi? Sababu kuna watu wanaishi kwenda kukopi maisha wengine, wanakosadira. Yule amevaa kiatu kile na mimi nitakuvaa kiatu hiki. Hiyo ni kukosadira. Kwa sababu katika maisha yetu tumeumbwa kama hizi vidole. Kuna kinene, kuna kimbamba, kuna kirefu na kuna kifupi. Tuko tofauti. Sasa ni wewe vipi mwanadamu utakuwa ni mwenye kuwa na majaribio haya yakikupata, utakuwa subra na imani yako umeiweka sehemu gani? Kama vile Ibrahim pamoja na mtoto wake Ismail. Na vile vile darasa ya kisa cha Ibrahim yatufunza kuwa utakapokuwa na majaribio, ujue kuna mazuri yanakufuata. Ukiona kwa usiku umezidi, ujue kuko karibu kupambazuka. Ukiona kuwa kuna shida, ujue baada ya shida ni faraja. Hapa mwanadamu naye pia atakaishi. Si kwa wewe umepigwa na umaskini wa huna njaa mpaka kutafuta, waanza kulaumu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameononwa mimi peke yangu, yani katika ulimwengu. Wapigwa shida za watoto wako, mathalan maradhi yaliyowapata, waanza kusema kwa Mwenyezi Mungu yani hakuona isipokuwa mimi kwa watoto wangu tu. Hizo zote ndugu zanguni huwa ni mitihani ya maisha, na mitihani haya haiwezi kufafanuka, haiwezi kuwa sawa na wengine, lazima yatakuwa ni tofauti. Sasa wewe mwanadamu ni mpaka uwe na moyo mnene, moyo wa kwenda kupambana, moyo wa kwenda kutadhia, sacrificing kama Ibrahim alivyosacrifice kwa mtoto wake. Katika hii siku vile vile ndugu zanguni, ni lazima kuwe
na nurun fil mujtama'at wa tarsikh zaman aljama'at wal islam. Ni lazima uwe ni faraja kwa jamii iliyokuzunguka. Ni lazima uwe ni mtu wa kujitolea katika jamii. Ni lazima uwe ni mtu wa kupanga sio wa kupangua. Ni lazima uwe ni mtu wa kujenga sio wa kuvunja. Hii ndio inatupelekea umoja ambao kwamba utakaoendelea, utakuwa mustamir katika maisha yetu. Mwisho ndugu zangu wa Islam, katika manabiru nur fi hadhihi al-yawm, katika mimbari ambazo kwamba ni za nuru katika hii siku, narji'u ila Allah bitawbatin nasuha. Ni lazima turudi kwa Mwenyezi Mungu wakati tukiwa na tauba, kumuomba kurudi kwa yale tuliyoyafanya. Na vile vile wadhbahu min anfusikum, na tuwe na sacrifice, kuchinja kwa nafsi zetu. Mambo gani? Al-ghafla, kughafilika. Tutoe mambo ya kughafilika, tutoe mambo ya ghurur ya ulimwengu tunavyoenda, wal anania na selfish, kuwa na mtu anajiona sana. Tuvue hayo mavazi, hayatufaa katika ulimwengu. Tuone sisi ni kama watu wa kawaida, tuone sisi ni watu wa kujenga akhera yetu wakati tuko katika ulimwengu huu. Sasa utapata sisi baadhi yetu hatuna viwanja akhera ya kujenga nyumba. Wengine wameenda kununua kwa madeni viwanja akhera. Wengine wako na msingi wa nyumba. Wengine ndugu zanguni wako na 1 bedroom. Wengine wako na 2 bedroom. Wengine wako na magorofa, wakati wako katika ulimwengu kujenga kwa amali salihah wa qalbin nasuha, amali njema vile vile na tauba ambayo kwamba ni yenye kukubalika. Pia wanshiru an-nur la dhulumat ila al-mujtama, tuwe ni watu kutapakaza, wa kueneza nuru katika jamii, sio giza. Tuimishe jamii zetu ndugu zangu, tuimizaneni katika mema ili tupate kufanikiwa, ili tupate kutoka katika giza, ili tupate kusaidiana katika maisha haya mafupi ya ulimwenguni, kwa sababu ni maisha ambayo kwamba yastahili kuandaliwa, ni maisha ambayo kwamba ni yastahili yawekewe mapu maalum ya kupeleka maisha yako. Gombana, fitna katika jamii, hasad, kuwa na migogoro isiyokuwa na maana, kuwa na maneno yasiyonaudhi, kuwa na shida ambazo kwamba za kuwapatia watu bila kutakia, kuharibu watu fikra, watoto tulionao kuwapoteza katika fikra zetu ili wapate kuadhabu zile fikra mbovu. Wallahi hiyo utaenda kuulizwa siku ya kiyama, kwa sababu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, sote ni wachunga na kila mmoja ataulizwa kwa alichokichunga. Nas'alullah al-auna wa tawfiq bima yuhibbu wa yarda, innahu waliyyu tawfiq wa bihi nasta'in walhamdulillahi rabbil alamin.